Waokoaji nchini Ukraine wameendelea kuondoa vifusi vya majengo vilivyoharibiwa katika mji mkuu wa Kyiv, huku taifa hilo likiomboleza vifo vya watu wasiopungua 30 waliouawa katika mashambulizi makubwa ya makombora ya ndege zisizo na rubani lililofanywa na Urusi. Serikali ya Kyiv ilitangaza siku ya maombolezo ya kitaifa na bendera zote kupeperushwa nusu mlingoti. Maafisa wa Ukraine wamesema watu wengine 92 wamejeruhiwa katika mashambulizi hayo ambayo yameelezwa kuwa mabaya zaidi kuikumba Kyiv mwaka 2026. Zaidi ya majengo 100 makazi, hoteli na miundombinu mingine iliharibiwa, huku baadhi ya watu wakiaminika kuwa bado wamekwama chini ya vifusi. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alilaani mashambulizi hayo na kusema Urusi inaendelea kulenga maeneo ya raia kwa kutumia makombora ya masafa marefu zaidi. Alizitaka nchi washirika kuongeza msaada wa mifumo ya ulinzi wa anga ili kuzuia mashambulizi hayo. Kwa upande wake, Urusi imesema mashambulizi hayo yalikuwa ni jibu kwa mashambulizi ya ndege zisizo na rubani ya Ukraine yaliyolenga miundombinu ya nishati na maeneo ya kijeshi ndani ya Urusi katika siku za hivi karibuni. Mashambulizi hayo yalihusisha takriban ndege 496 zisizo na rubani na makombora 74 yaliyorushwa katika maeneo mbalimbali ya Ukraine na kusababisha maelfu ya wakazi wa Kyiv kujificha kwenye vituo vya chini ya ardhi na maeneo ya dharura kwa usalama wao. Mbali na Kyiv, mashambulizi mengine ya Urusi katika eneo la Sumy kaskazini mwa Ukraine yaliua watu 4 wakiwemo mama na watoto wadogo. Hali iliyoonyesha kuendelea kuongezeka kwa gharama za kibinadamu za vita hivyo ambavyo sasa imeingia mwaka wake wa 5.